maisha ya kiungu ni haki ya kila mtu, na ndio ambayo yanaweka radha na thamani kwenye maisha ya mtu hapa duniani. Lakini maisha ya kiungu hayaji automatic. Kisema maisha ya kiungu maana ni matokeo ya Mungu hapa na pale, kuishi kama vile Mungu ambavyo angeishi na sisi duniani, kama vile Yesu alivyokuwa anaishi duniani. Hayatokei automatic. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 10. Na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Sasa ukisoma huko juu tangu sura mstari wa kwanza alikuwa anaongea habari za karama za Roho Mtakatifu. Anasema na mwingine matendo ya miujiza. Unajua Kiingereza kinasema hivi, na wengine the working of miracles, ndio matendo ya miujiza. Sasa anasema matendo haiwezi kuwa matendo kama hayajatendwa. Kwa hiyo miujiza inatendwa ili itokee. Na tunaposema maisha ya kiungu, manake ni maisha ambayo unamzalisha Mungu kwenye eneo, kwenye tukio fulani, unafanya Mungu aonekane, ajulikane kwenye eneo fulani. Kwa anasema na wengine matendo ya miujiza. Kama ni matendo, maana kuna kitu kimetendwa. Ndio maana Kiingereza kinasema the working of miracles. Maana kuna matendo, miujiza inafanywa. Sikiliza, maisha yetu ya Kikristo ni maisha ya miujiza 24/7. Sababu muujiza ni chochote ambacho kimefanyika kwa mkono wa Mungu. Chochote ambacho kimefanyika kwa mkono wa Mungu ni muujiza. Muujiza ni kitu ambacho kuna nguvu za kiroho zimeingilia kati kufanya jambo fulani. Huo ni muujiza. Kwa hiyo hatusubiri miujiza au hatusubiri matendo ya Mungu kuonekana kwetu, tunayafanya. We make them, au we produce miracles. Sasa ni tunatumia nini? Tunatumia jambo gani? Mambo gani ambayo tunayatumia ili kuzalisha miujiza kwenye maisha ya kwako binafsi, kwenye kile itwapo leo, kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako? Lazima uamini kwamba umeumbwa kwa ajili ya hiyo. Lazima uamini. Unaamini nini? Uamini kwamba Mungu amekuweka kwa ajili ya hayo. Uamini kwamba Mungu amekuumba na kukuweka kuwa kiumbe cha kimuujiza. Kwenye Isaya Biblia inasemaje? Tazama mimi na watoto niliopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli. Kwa hiyo wewe hapo Mungu amekuumba kama ishara na amekuumba kama ajabu. Isaya anasema tazama mimi na watoto niliopewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli. Lakini pia anasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Maana wewe hapo ulipo umeumbwa kwa jinsi ya ajabu sana, lakini pia kwa jinsi ya kutisha. Kwa tayari wewe ni ishara, wewe ni ajabu, tayari wewe ni muujiza. Kwa lazima uamini kwamba mimi nimeumbwa kwa hivyo. Lazima uamini kwamba umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kama umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kwa wewe ni mtendaji kazi pamoja na Kristo, ni mtendaji kazi pamoja na Mungu. Kwa wewe ni mzalishaji pamoja na Mungu. Lazima uamini. Ukisoma kwenye Waebrania sura 11 mstari wa 6, anasema kila amwendee Mungu lazima kwamba aamini kwamba Mungu yupo, naye huwapa thawabu wote wamwendeao. Wamwendeo kwa sababu wamwendeo kwa namna ya kuamini. Kwa hiyo imani mwisho wake kuna kitu inaachilia ambacho ni thawabu. Kwa ukiamini kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, ila pia nimeumbwa kama ishara na ajabu mahali nilipo. Popote ulipo, aliposema ni kwa tazama mimi na watoto tulipewa na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli, ule ulikuwa ni Yesu anaongelea. Yeye na watoto tulipewa na Bwana, maana nini? Wote ambao tumempa maisha yake tumekufanyika kwa ishara na ajabu katika maeneo mbalimbali tunayojikuta. Ukishaamini hivyo, manake nini? Kuna kitu, kuna nguvu inayoachiliwa katika ulimwengu wa roho wa kufanya vitu vitokee kwenye maisha yako sasa na jinsi ambavyo umekusudia, au ambavyo unatamka, au ambavyo unaomba, au ambavyo unatazamia. Kwa sababu wewe unakuwa ni mtendaji kazi pamoja na Kristo. Marko sura 17 mstari 17 hadi 18. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa hiyo ishara hazifuatani na wasioamini, zinafuatana na wale waaminio. Kwa ukishaamini kwamba mimi ni kiumbe cha muujiza, mimi ni mtendaji kazi wa ishara na maajabu, mimi ni mtendaji kazi wa matendo makuu ya Mungu, zile ishara za kimungu zinaweza kukufuata. Nasema zinafuatana. Kiingereza kinasema and these signs shall follow them who believes. Ukitafsiri direct Kiswahili nasema na ishara hizi zitawafuata wale waaminio. Kwa kitu kimoja wapo ambacho kinatufanya sisi tutembee kimoja na kufanya mambo makuu na kutenda mambo makuu,
Jambo moja wapo ambalo lazima ujiambie na ujijengee ndani yako ni kuamini kwamba hiki mimi nimeumbwa kwa namna hii, hakuna kinachoshindikana kwangu, hili jambo nitaliweza, hiki kitu takiweza, hiki ninachokianzisha kitafika mwisho. Unapoamini kuna nguvu inaachiliwa. And these signs shall follow. Kwa ishara hizi zitawafuata wale wanaoamini. Kwa hiyo hautafuti ishara, wewe unaamini, sababu ishara zitakufuata baadaye. Mtu anaumwa, unamwombea apone. Ukimwombea apone, yeye ili aamini anatafuta kuona maumivu yameisha ili aamini. Anakwenda kinyume na imani, sababu anatakiwa aamini, then ishara kwamba amepona, maumivu yataondoka baadaye. Swala la maumivu kupotea ni baadaye, lakini hiyo ni ishara tu, haimaanishi kwamba hujapona. Hiyo ni ishara tu. Ukiwa unaumwa ukameza Panadol, maumivu yakaondoka, hilo haujapona, sababu Panadol haiponyi. Panadol inakata maumivu, ndio maana ile Panadol ikiisha maumivu yanarudi. Kwa hiyo Panadol inaweza ikameza, maumivu yakakata, lakini ugonjwa upo. Hata kama maumivu yapo, hayapo, ugonjwa unaweza kuwepo. Kwa nini usiamini kwamba ugonjwa haupo hata kama maumivu yapo? Kwa lazima uamini. Tazama, mimi na watoto tupo na Bwana tu ishara na ajabu katika Israeli. Usipoamini, ishara na maajabu haziambatani. Na ili ziambatane, lazima uamini kwanza kwamba mimi ni kiumbe cha namna fulani. Sikiliza, sisi ni tofauti sana. Petro anatuambia sisi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu. Tumeletwa tuzionyeshe sifa, utukufu wa Mungu. Tumeletwa tuonyeshe, tumeletwa kama TV, tumeletwa kama screen, ili watu wakitutazama waone ukuu wa Mungu, waone utukufu wa Mungu, wazione sifa za Mungu, wazione nguvu za Mungu, waone matendo makuu ya Mungu. Mahali popote tunapojikuta, mimi ni kioo ambacho wengine wanatakiwa wakinitazama waone Mungu kupitia mimi. Ndivyo ninavyosema, to showcase, to show forth the glory of God. Mimi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, mtu wa milki ya Mungu. Nimeletwa ili nionyeshe utukufu wa Mungu. Kwa maana mimi sio mtu wa kawaida, sio sana wengine. Niko duniani ila siishi kama watu wa duniani, niko tofauti na wenyewe. Vinavyoonekana kwangu ni tofauti na vinavyoonekana kwao. Wanavyovionyesha wao ni tofauti na wanavyoonyesha mimi. Sitamani nihitaji vinavyoonekana kwao, natamani nihitaji vinavyoonekana kwa kutoka kwenye neno la Mungu. Ukishaamini vinaanza kuzalishwa kwako. Waebrania 4:2 inasemaje? Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Kwa maana vivyo hivyo sisi tumehubiriwa vile vile kama wao, ila tofauti sisi naoni kwamba wao neno halikuwafaa kwa sababu halikuchangamana na imani ndani yao. Kwa hiyo neno lote la Mungu likiingia ndani ya mtu linatakiwa lichanganywe na imani. Kwa kumbe kuna swala la neno kuchangamana na imani. Kwa lazima niamini kwamba mimi nimeumbwa kwa namna fulani, then ile neno likiingia ndani yangu, lisishie ndani yangu, lichangamane, liingiliane, lihusiane na imani ndani yangu. Asema ile neno halikuwafaa wao kwa sababu halikuchangamana na imani ndani yao. Kwa angalia, sio kwamba haikuwemo imani, ilikuwemo ndani, ila hawakuichanganya na neno. Neno alisema kwamba hawakuwa na imani, haikuchangamana na imani ndani yao. Soma tu neno hilo andiko. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Kwa imani ilikuwemo, sababu Warumi natuambia unapompa maisha yako tu unawekewa imani ndani. Ndio maana anasema imani ilikuwemo, haikuchangamana na imani ndani yao, ilikuwemo, ila haikuchangamana na imani ndani yao, kwa ilikuwemo. Anasema sisi nasi tumehubiriwa habari njema ile ile kama wao. Kwa kuna habari njema, kwa kuna mema hayakuonekana kwa sababu tu neno lile lilobeba mema halikuchangamana na imani ndani yao. Kwa lazima ulipe nafasi lichangamane na imani ndani yako ili likutezalia ile mema ambayo limebeba. Marko 16:20 inasemaje? Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo. Na wale akatoka kuhubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao. Kwa walipotoka kwenda kuhubiri kote kote walikuwa wanatenda kazi. Bwana akitenda kazi pamoja nao, akilithibitisha ile neno. Kwa nini? Kwa ishara zilizofuatana nalo. Kwa ishara zilizofuatana nalo. Kwa ishara zilizofuatana nalo. Kwa hiyo neno linatangulia, ishara zinalifuata. Mungu analithibitisha sababu alikuwa anatenda kazi. Kwa kuna wajibu wa kufanya ili Mungu atende pamoja na wewe. Nao wale wakatoka wakahubiri neno kote kote,
Bwana nao akitenda kazi pamoja nao. Kwa maana walikuwa wanatenda kazi, kwa zile ishara, maajabu, miujiza ilikuwa inatokea, ni kwa sababu walikuwa wanafanya kazi. Kwa maana haikutokea sababu wamekaa, walifanya itokee. Kuna kitu walifanya. Signs and wonders hauisubiri itokee, unafanya kazi ili itokee.